tunaomba Mahakama Kuu itamke kwamba huo mchakato wote huo ni haramu. Ni haramu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Haramu kabisa. Kwa hiyo Mahakama Kuu itamke huo mchakato ni haramu, iupige marufuku. Kama ambavyo na wewe unakubali, nimelizungumzia sana hili swala. Utaratibu wa kutengeneza majimbo ya uchaguzi umewekwa kwenye katiba ya nchi yetu. Huo utaratibu uliowekwa kwenye katiba ya nchi yetu ni utaratibu wa hovyo sana, lakini ndio utaratibu uliopo. Na utaratibu wenyewe unasema tume inapotaka kutengeneza majimbo ya uchaguzi inatakiwa kuangalia vigezo viwili tu. Iangalie uwepo wa miundombinu na barabara. Kwa hiyo tume watakuja hapa Kawe, wataangalia mnajenga mwendo kasi, wataenda huko kwingine mnajenga kuna viwanja vya ndege, wataulizana labda hapa kuna njia ya mawasiliano ya simu, huku labda kuna bomba la vitu vya aina hiyo. Haiangalii binadamu, inaangalia uwepo wa njia za mawasiliano. Kwa ajili gani waliotunga katiba yetu watueleze. Kigezo cha pili ni hali ya kijiografia. Kwa hali ya kijiografia kwenye pwani huku, pwani labda kuna joto, si hali ya kijiografia. Kuna bahari, labda kuna maeneo kuna mito, ukienda nyanda za juu kusini kuna milima, Morogoro kuna milima na mabonde, ukienda mikoa ya kaskazini kuna mbuga za wanyama, na kuna mlima mrefu kuliko yote ya Afrika. Hali ya nini? Ya kijiografia. Hiyo ina uhusiano gani na uchaguzi? Mungu anajua. Lakini ndio vigezo ambavyo katiba imeviweka. Hivyo vigezo havikuwepo siku zote. Tulipopata uhuru mwaka 61, kigezo kikuu kilikuwa idadi sawa ya watu. Kiingereza inaitwa population quota. Tume inapotaka kutengeneza majimbo ya uchaguzi inatakiwa iangalie population quota. Na katiba ikatafsiri hilo neno population quota ni idadi ya watu katika eneo kwa kugawanya idadi ya watu ya nchi nzima kwa majimbo ya uchaguzi. Kwa hiyo kwa mfano, leo tuna majimbo 264 ya uchaguzi. Tuna watu takriban milioni 66. Unagawanya watu milioni 66 kwa majimbo 264 ili ujue kwa wastani kila jimbo litakuwa na watu wangapi. Halafu unakwenda sasa kwenye nchi, unaangalia Dar es Salaam hapa. Kwa mfano tuseme tu wastani wa jimbo moja ni watu 500,000. Unakuja Dar es Salaam unasema hao watu 500,000 wako wapi? Kwa kama kuanzia Bunju mpaka pale Darajani Kawe, ile eneo lote watu wanafika 500,000, hili linakuwa jimbo la uchaguzi. Unatoka Kawe Darajani unaelekea mjini mpaka Oyster Bay, kuna watu 500,000 hapa, hili jimbo linakuwa la uchaguzi. Unaelekea njia ya Mwenge, ukifika Survey au chuo kikuu, umepata watu 500,000, sasa hili ni jimbo la uchaguzi. Hivyo kwa unatenga maeneo ya uchaguzi kwa kuangalia wastani
wa idadi ya watu ulioupata katika kwa kugawanya idadi ya watu nchini kwa idadi ya majimbo ya uchaguzi unayotaka kuwa nayo. Kwa unaweza ukawa na majimbo, watu wanasema itakuwa na majimbo mengi sana. Wala once ukishasema sisi tunataka majimbo yawe 264, utakuwa unacheza tuna nini na mipaka kutokana na idadi ya watu wanavyokuwa katika kila miaka 10 ya sensa. Unaelewa? Ndivyo ambavyo inafanyika duniani kote kwenye nchi zinazojali demokrasia ya uwakilishi. Nachosema utaratibu ninaozungumzia mimi ndio utaratibu halali kwa mujibu wa katiba. Tume imeleta utaratibu tofauti na huu ambao uko kwenye nini? Kwenye katiba. Kwa mfano, imesema hivi, itagawanya majimbo ya mjini, wastani wa majimbo ya mjini watu wawe 600,000. Majimbo ya vijijini watu wawe 400,000. Huo sio ubaguzi. Manake ni kwamba uzito wa kura moja mjini utakuwa pungufu ya uzito wa kura moja ya kijijini, wakati inatakiwa thamani ya kura iwe moja kwa wapiga kura wote. Lakini kuna namna ambavyo vijijini maeneo ya kuskata sana, unakuta idadi hiyo haiwezi kutimia. Kwa nini haiwezi kutimia? Mmoja anaweza akaongoza eneo kubwa sana. Mikoa kama Simanjiro. Sawa. Swala ni nini kwa hiyo? Swala ni kwamba mbunge atakuwa na eneo kubwa, sio? Ndio. Muongezee mafuta ya nani? Muongezee mileage allowance. Muongezee nani posho ya mafuta ili aweze kuwafikia hao watu wake. Sasa hivi mbunge wa Kawe, hii Kawe ambayo iko hapa, anapewa posho ya mafuta sawa na mbunge wa Simanjiro. Huo usawa kwa mbunge wa Simanjiro ana eneo linafanana na mkoa wa Kilimanjaro, anapewa posho ya mafuta sawa na nini na mbunge wa Mpendaya. Kuna jimbo linaitwa Mpendaya mahali fulani Zanzibar, ambalo kata ya Wazo ni kubwa kuliko nini usawa kwa. Ukiwa na eneo kubwa, kuna watu wachache, una eneo kubwa, muongezee mafuta huyu mbunge. Haiwezekani kupima eneo la jimbo ukajua kwamba huyu mahitaji yake kama mafuta ni kilomita 5 au 6 au 10 kwa lita moja, huyu mwenye square kilomita 1000 mafuta yake kwa mwezi yatakuwa haya. Huyu ambaye eneo lake ni kilomita 20, square kilomita 20, mafuta yake ni haya. Haiwezekani. Mahesabu ya aina hiyo haiwezekani. Kwa nini unawapa wabunge wote pesa ya mafuta sawa? Kwa issue ya size ya jimbo ni issue ya nini? Ya fuel allowance. Waongezeeni nini? Waongezeeni mafuta, mpunguze kwa hawa ambao hawana safari ya kufanya. Mbunge wa Ilala unampaje mafuta sawa na mbunge wa Serengeti au mbunge wa Manyoni Mashariki? Unanifahamu? Lakini hoja ya msingi ni kwamba idadi ya watu wanaochagua mbunge lazima iwe roughly the same. Sasa hivi fikiria tu vitu ambavyo nimezungumza. Fikiria Handeni. Wenyewe mnafikiria hawa watu wana hoja za msingi sana. Hawana hoja yoyote. Fikiria jimbo la Handeni mjini. Jimbo la Handeni mjini ni jimbo.